Mkenya aliyesafiri kwenda Urusi kupigana mstari wa mbele katika vita kati ya Urusi na Ukraine na kujipiga risasi mguuni ili kutoroka. Sasa yuko nyumbani na anasema anaweza kuwa Mkenya pekee aliyenusurika na kurejea akiwa hai. Faith Wangare na taarifa kamili. Alienda vitani na kujipiga risasi mwenyewe ili kutoroka na akarudi nyumbani akiwa hai, jambo ambalo anasema wachache sana waliofanya safari hiyo wanaweza kujivunia. Mimi risasi nijipiga kwa mguu, risasi mbili, ndio nikafika hospitali. Dishon Maina kutoka kijiji cha Kiamashiri, kaunti ya Kirinyaga, huenda akawa Mkenya wa kwanza kusafiri kwenda Urusi kupigana mstari wa mbele katika vita vya Urusi na Ukraine na kurudi nyumbani akiwa hai. Kule ni inaitangwa death arena, kule ni kifo tu. Unakanyanga mamaiti huko. Maina alisafiri kwenda Urusi kupitia kwa wakala miezi 6 iliyopita. Alifunzwa kwa mwezi mmoja kama askari kabla ya kupelekwa mstari wa mbele. Alirudi nyumbani akiwa na jeraha la mguu pamoja na kumbukumbu ambazo anasema hazitamwacha kamwe. Mimi nilikuwa najua yenye tu nilikuwa najua naenda kazi ya military, but mimi venye nilikuwa natarajia, sikuwa natarajia ati nitapata ati kimeumana hivyo. Kwenye uwanja wa vita alishuhudia maangamizi yasiyoweza kufikirika. Baada ya kurudi nyumbani, hata mambo ya kawaida yalimtia hofu. Mnatolewa kwa training, mnapelekwa kwanza kwa camp nyingine kule kwa border ya Ukraine na Russia. Hapo sasa ndio unapatanga chance yako, wakati yako imefika ya kwenda front. Unaenda front, utamake, narudi. Kirudi unakaa wiki moja, wiki mbili, bado unarudishwa front. Kutoroka kwake kuliwezekana kwa msaada wa mashujaa wawili wasiotarajiwa: Mkenya anayeishi Moscow aliyemsaidia kubadilisha pesa na dereva wa teksi wa Kirusi aliyemsaidia kutoroka usalama. Alifika nyumbani akiwa na mshahara wake na uhai wake. Mimi kusema mambo na maiti, ka president wa Russia anashidangwa kuendea miria hiyo nchi yake. Ni Kenya tu anaweza saidia ati kulete mwombo ati mwili itoke huko alafu ati iletwe Kenya. Huko Kiamashiri, familia yake ilikuwa imekesha kwa miezi 5 wakitumaini kurejea kwake. Baba wa watoto wawili, Maina sasa anawaonya Wakenya wanaofikiria kufuata njia hiyo hiyo kwa mkataba huo ni mlango wa kwenda pekee na wengine hakuna kurudi. Faith Wangare, runinga ya TV 47.